Jina la Bwana Mungu wetu litukuzwe. Hamjambo. Karibuni jioni ya pekee. Jioni ambayo Mungu wetu ametujalia siku hii ya leo katika mfululizo wa mada hizi, nyayo za matumaini. Na jioni hii ya leo ninataka nitangaze jambo moja la pekee. Kesho tuna muda tena wa kuzungumza na Mungu, muda wa sala katika mikutano hii, na tutakuwa na muda wa pekee. Halafu muda huo, pamoja na mengi yanayotusibu, ambao bado tunazungumza na Bwana aweze kuturehemu, lakini wale wote walitoa fedha zao wakiwa wana atape tausi, wote waliotoa fedha zao kwa ajili ya mikutano hii, waliotoa vifaa vyao kwa ajili ya mikutano hii, naomba mjulishe kesho awepo, kwa sababu tutakuwa hapa mbashara kwa ajili yao. Wale ambao watakuwa kwenye eneo hili, hao tutawaalika hapa mbele. Wale ambao wako kwenye eneo la mikutano kule, naamini taarifa hizi mtawafikishia kwa mambo makubwa ambayo Mungu amewajalia kufanya ili mikutano hii iweze kuwafikia watu wake. Walitoa ving'amuzi, walitoa generator, wametoa ukumbi, wametoa vyovyote walivyovitoa, walitoa fedha. Na uongozi wa maeneo mnafahamu fika, wale ambao wamefanya hivyo wakiwa mbali kabisa, mbali na nchi ya Tanzania, lakini maombi hayo yatakufikia. Uwe na amani ya Bwana katika baraka hizo. Na hapa atakaye hudumu kwa ajili ya sala wakati huo atakuwa ni Dr. Heri Mwando, ambaye amewekwa maalum kabisa kila jioni anapoomba katika kituo hiki. Na kwa sababu siku hiyo ni maombi maalum, ambapo wenye afya zilizo na changamoto, ambapo wenye mahusiano na maombi maalum wanaohitaji Mungu awafanyie, na wale ambao wamefanya makubwa kwa ajili ya mikutano hii, Bwana atamtumia mtumishi wake Dr. Heri Mwando kwa ajili ya wakati huo wa sala. Karibuni jioni ya leo. Tunalo somo la pekee. Tuna taarifa nyingi ambazo tunazipokea kutoka katika vituo. Kwa siku hii ya leo sitataja kituo chochote, lakini niwaambie tu ya kwamba taarifa zinatufikia na wale presenter wanaendelea kusoma, na hata ukiangalia makala maalum inavyokwenda kila mahala. Kwa kweli tunatiwa moyo mno kwamba Yesu anawafikia watu wake katika ulimwengu huu ndani ya mikutano hii, nyayo za matumaini. Jioni hii ya pekee, somo ambalo liko mbele yetu ni sehemu ya kwanza, na kesho tutakuwa na sehemu ya pili ya somo hili. Na hili somo lina kichwa kinachosema nyayo zinapokutana. Nyayo zinapokutana, sehemu ya kwanza. Jana tulikuwa na somo ambalo tulisafiri nalo, Yesu katika wingu akapaa. Yesu katika wingu akafika katika mbingu za mbingu. Tuliangalia habari hiyo vizuri sana, jinsi ambavyo alivyofika pale akaoneshwa Danieli sura ile ya 7:13 na 14, akaingia katika mbingu za mbingu katika wingu. Lakini pia Yohana akiwa Patmo alimuona Yesu atakuja na mawingu. Hiyo ilikuwa ni Ufunuo 1 mstari wa 7. Na hivyo jioni hii ya leo akiwa pale, kuna mambo ambayo tunahitaji kuyaona. Ndio maana somo hili linakuwa na sehemu ya kwanza, nyayo zinapokutana. Nyayo zipi zinakwenda kukutana? Na usisahau, kila zikikutana zinatoa matumaini. Na hivyo kuna matumaini ya pekee sana jioni hii ya leo, nyayo zinapokutana. Fumba macho yako, tuzungumza na Mungu wetu. Takatifu Mungu wa mbinguni, sante kwa ukarimu wako. Jioni hii dhihirisha mapenzi yako kwa watoto wako, tuvute kwako, tubariki kwa uzima wa sasa na uzima wa milele, na haya yatakayonenwa kwa uongozi wa Roho Mtakatifu, heshima na utukufu vikurudie wewe. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo
Amina. Nyayo zinapokutana. Patie mtasari tu wa kile tulichokiona jana pale kwenye skrini. Jambo la kwanza tuliona safari ya Yesu kurudi juu mbinguni iliyoanzia pale Galilaya, akachukuliwa na wingu. Tuliona Waebrania 8 mstari wa kwanza hadi wa pili kwamba Yesu ndiye kuhani mkuu, ameenda kuwa kuhani mkuu. Lakini tukaangalia pia ni mhudumu ndani ya pazia. Tuliangalia chumba cha kwanza na chumba cha pili, yuko ndani ya pazia. Hiyo ndio katika Ibrania sura ya 6 mstari wa 19 hadi mstari wa 20. Na akiwa ndani ya pazia yuko pale ili aokoe wote wanaomjia Mungu kwa njia ya yeye. Yaani wote wanaomjia Mungu kupitia yeye yuko pale aweze kuwaokoa. Hiyo ni Waebrania sura ya 7 mstari wa 25. Lakini hata hivyo alisema yeye mwenyewe kwenye ile Yohana 14 mstari ule wa 6 aliposema, mimi ndimi njia, kweli na uzima, mtu haji kwa Baba isipokuwa kwa njia yangu. Kwa hivyo kila wanaomjia Yesu wanapitia kwake, na wale wanaopitia kwake wanaokolewa, maana yeye ndiye njia, kweli na uzima. Lakini pia katika Ibrania 9 mstari ule wa 11 na 12 ameingia afanye hiyo huduma mara moja tu. Naomba hii tutakapoendelea mbele utakuja uelewe ili somo linavyokuja vizuri. Mara moja tu. Kwa sababu nasema hivi, maana watu wengi wanaposikia wanaachishwa wameondolewa ushirika na katika umoja wa mwili wa Kristo, lugha ambayo imetajwa ile Mathayo 18, wanatengwa na ushirika katika imani ya Kikristo, katika dini ya Kikristo. Hatua hizo Yesu alisema zifanyike, lakini watu wengi hawajui ni nini hasa inafanyika alichoeleza pale Yesu. Na wengine wanadhani ndio ameondolewa kabisa mbinguni kwa sababu hawajajua. Naomba uketi usikilize vizuri uone ni hatua gani Yesu alikuwa anaiambia kanisa wachukue katika maovu anapofanya mfuasi wa Yesu. Yesu alikuwa na maana nzuri kabisa na hajawahi kumchukia anayechukuliwa hatua hizo, maana ndiye yeye anayesema zichukuliwe. Lakini alikuwa anamaanisha nini? Endelea kuhudhuria kwa sababu tuko katika nyayo zenye matumaini. Hata yule anayechukuliwa hatua hizo ni nyayo za matumaini, na utaendelea kuangalia habari hizi jinsi inavyotufikia jioni hata jioni. Kwa hivyo kwa wote wanaomjia kwa njia ya yeye, wanaomjia Baba, yuko pale aweza kuwaokoa wote aweza kuwaokoa. Halafu Ibrania 9 mstari wa 24 kwamba aliingia usoni pa Mungu hasa, mbinguni, mbele za uso wa Baba hasa. Yaani tunavyozungumza hivi yuko yeye, na ndio maana somo linakuja ikisema nyayo zinapokutana. Na uendelee kusikiliza, yuko mbele za uso wa Baba hasa. Yaani hapa yuko mwana kondoo na hapa yuko Baba, na ziko nyayo mbili zinapokutana kuna kitu ambacho kinakwenda kufanyika, na kwa sababu ni ratiba ya kimbingu lazima tuweze kuelewa, maana wokovu wako na wokovu wangu uko pale. Na jana tulisoma ya kwamba tunapaswa kuingia pale kwa sababu Kristo yuko pale, na tufanye ujasiri na tuingie pale. Kwa hivyo mara moja tu usoni pa Mungu kwa ajili yetu. Halafu tukasoma pia ameketi mkono wa kuume, na hiyo imetajwa mara kadhaa sana kuanzia Agano la Kale na Agano Jipya. Mitume wameitaja mno. Kwa hakika ulikuwa ndio ujasiri wao kwamba hawaogopi chochote kwa sababu Yesu ameketi. Yesu ni mfalme, Yesu ni kuhani mkuu, Yesu ni mkuu, na yeye mamlaka yote yako kwake. Awape Israeli toba, awape na msamaha wa dhambi, na vyote vitatishwa ndani yake. Tutaendelea kuja kuona hiyo lugha ya kuketi maana yake ni nini. Kwa nini mitume wamehubiri sana na wameiandika sana Yesu ameketi, na ndio faraja ya Mkristo yoyote katika dunia hii. Ameketi. Hivyo hiyo tuliangalia jana katika mwendo huu. Hiyo ndio safari ya Yesu kutoka hapo katika ule
pale Galilaya, akapaa na ameenda na anafanya hayo yote. Na tulifika hapo tulipokuwa tunasoma Waebrania 8 mstari wa kwanza na wa pili. Basi neno lililo kuu ndio hili, kwamba tunaye kuhani mkuu wa namna hii, mhudumu wa ile hema ya kweli, ambaye haikujengwa kwa mikono. Yani ni mhudumu wa hema ya kweli. Kwa hivyo tunaendelea kuangalia huyu anahudumu namna gani pale. Lakini somo la leo na la kesho, ambalo kwa hakika ni sehemu ya pili kwa somo la kesho, tunaenda hasa kuingia kwenye moyo wenyewe. Maana ni rahisi watu kusema Yesu ni mhudumu na anafanya hiki na kile, lakini leo na kesho ninaomba uketi vizuri usikilize, anafanya nini hasa, anahudumu kitu gani hasa. Nyayo zinapokutana lazima zikutane, na hazijakutana hauna tumaini. Sina tumaini. Kama haziwezi kutana hakuna chochote. Na bahati nzuri Biblia imeandika hayo, na imeandika ili tuweze kusoma, na tukisoma Mungu atujalie kuelewa, na akitujalia kuelewa atusaidie kuitikia sawa sawa na neno lake. Hiyo ndiyo hekalu baada ya kujengwa, lakini wakati huo ilikuwa ni hema. Tangu imetengenezwa kuanzia Kutoka 25 mpaka 40 inaposimikwa, maana ilisimikwa kwenye sura ya 40 ya Kutoka. Halafu yote yanayoendelea ilikuwa ni hema. Miaka yote 40 ilikuwa ni hema. Miaka yote ya Waamuzi, kitabu cha Waamuzi, ilikuwa ni hema. Miaka ile yote ya mfalme Sauli ilikuwa bado ni hema. Miaka yote ya mtawala Daudi, mfalme Daudi, ilikuwa ni hema. Ilikuja kujengwa wakati wa Sulemani, isiyohamishika, ikaitwa hekalu. Kwa hiyo ndio ilikuwa hema hiyo. Sasa hiyo hema unayoiona hapo, moja inakuonyesha madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa, ambayo tu ndio ukiingia kwenye hema unakutana nayo. Ile ambayo imejitenga yenyewe inaitwa madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa. Na unapopita tu hapo mbele unakutana na birika la kuogea, ambao ni la shaba tupu, na hilo naliona liko katikati ya chumba cha kwanza na cha pili. Nje kabisa toka tu madhabahu unaingia birika hilo la kuogea, ambako wanafunzi makuhani walikuwa wananawa mikono, walikuwa wanatawaza na miguu yao, na Mungu alikuwa anawafundisha usafi. Wanapowafundisha usafi kwa nje, alikuwa anawafundisha usafi wa tabia. Endelea kuhudhuria uje uelewe kwamba vitu vyote ndani ya hiyo hema vilimhusu Yesu Kristo na sio mwingine. Yani kila kitu. Na kesho utakuja kuangalia kwamba kadri unavyosonga mbele ndivyo vitu vinabadilika. Madini vya nje vinakuwa vya mbao, unavyosogea ndani inakuwa ya shaba, ukisogea ndani inakuwa ya dhahabu. Yani kadri unavyosogea karibu zaidi kukutana na nyayo nyingine, ndivyo ubora wa vifaa unabadilika kwa madini yaliyotumika. Na endelea tu kuhudhuria uweze kuelewa kwa nini anatoa vielezo hivyo, utakuja kuelewa. Lakini ukishatoka tu kwenye birika la kuogea, ndipo unaingia chumba cha kwanza. Ndio unaona kama imetengenezwa pale. Alafu ile nyeupe inayozunguka ndio uzio. Ndio uzio kinazunguka, inaweka mipaka, inaitwa patakatifu. Sasa ukiingia hapo, ndio Waisraeli waliweza kuingia kwenye eneo hilo, lakini sio kile chumba cha kwanza na chumba cha pili, maana hapo anaingia kuhani pekee. Na sikiliza ndugu zangu, ndio maana wale wote wanaoamua kuita kanisa leo ni patakatifu, ni kwa sababu tu hawajajua kwamba Biblia haisemi patakatifu alikuwa anaingia kila muumini. Yani patakatifu alikuwa anaingia kuhani peke yake, na waabuduo wote hawakuruhusiwa. Waisraeli wote hawakuruhusiwa, na ukiingia unakufa, kwa sababu alikuwa ni kuhani aliyeingia pekee. Wale wanaoita leo makanisa ni hekalu hawaelewi. Aliwezi kuitwa hekalu, ni kanisa. Ndio tusonge mbele, utaona Biblia inaliita kanisa, sio hekalu. Tutakuja kuiangalia tunapofikia hapo. Kwa hivyo wale wote ambao wanadhani hili ni hekalu wameshindwa kuelewa tu ya kwamba hekalu hawaingii waumini, hekalu anaingia kuhani. Haleluya! Na utakuja kuona haingia akiwa na shilingi za Kitanzania, wala haingii na dola za Marekani, anaingia akiwa na damu.
Yaani sikiliza ndugu zangu wapendwa, waabuduo wote walikuwa nje na walikuwa wanakuja mara 3 kwa mwaka. Ilikuwa ni Pasaka moja, halafu 2 ilikuwa ni sikukuu ya Pentekoste tuliyoangalia ile juzi na jana, lakini ya 3 ilikuwa ni hii ya kwanza ilikuwa ni Pasaka, halafu ya pili ilikuwa siku hiyo ya Pentekoste, na ya 3 ndio hii ambayo unaiona hapa, inaingia hii ya sikukuu ya upatanisho, ambayo ilikuwa ni Pasaka, sikukuu ya upatanisho na sikukuu ya makambi, 3 maalum. Ile ya kwanza ilikuwa na sikukuu 3 ambayo ilikuwa ni Pasaka kwa pamoja, halafu sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, halafu sikukuu ya kutikisa mganda. Zote zilifanyika kwa trip moja ya Israeli. Kwa hiyo Israeli wakisafiri, zote zilifanyika tarehe 10 na ngapi? 14 Pasaka. Kesho yake 15 siku ya Sabato, sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Tarehe 16 sikukuu ya kutikisa mganda. Kwa hiyo ilikuwa ni sikukuu 3 ndani ya mwezi wa Abibu. Kwa hiyo wanarudi nyumbani tena, wameshafanya 3, wanarudi, wanakaa, wanakuja sikukuu ya Pentekoste, ambayo sikukuu ya Pentekoste walikuwa pia ilikuwa ni yenyewe peke yake, na yenyewe ilikuwa inakaa, na sikiliza, ilikuwa ndani ya mwezi wa 6 kwa kalenda ya sasa. Huyo mwezi wa 6 wa sikukuu ya Pentekoste, ambao ilikuwa ndio inagawanya sikukuu 3 za kwanza na sikukuu 3 za mwisho. Endelea tu kuhudhuria uone kalenda ya kimbingu ilivyo ndani ya mpango mkubwa wa Yesu Kristo, kwa sababu patakatifu palihusu Yesu pekee. Na sasa ukimaliza tu sikukuu hiyo ya Pentekoste, ndipo unaenda sikukuu ya vibanda, ambayo hiyo sikukuu ambayo ya vibanda hapo utaona ambayo ina sikukuu ya kupiga tarumbeta, halafu inaingia sikukuu ya upatanisho ambayo ni hii. Maana tarehe 5 ilikuwa kupiga tarumbeta, halafu tarehe 10 una sikukuu hii ya upatanisho, alafu tarehe 15 ndio unaingia sikukuu ya vibanda. Sasa ukiona inayo ilikuwa ni sikukuu ambayo ilikuwa inawaleta kwa awamu moja. Kwa hiyo sikukuu iliyokuwa inagawa hizi 3 za mwanzo wa mwaka na 3 za mwisho wa mwaka ilikuwa ni Pentekoste. Na sikiliza, Pentekoste ndio tukio liliokuwa linatuonyesha ya kwamba Yesu ameketi. Sasa angalia jinsi mgawanyo ulivyo. Tukio kubwa kabisa la kwanza katika kalenda ya mwaka ilikuwa ni Pasaka, na ambayo inahusu kifo, inahusu ufufuo na kuwapa watu maisha yasiyo na dhambi, isiwepo na chachu, sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Halafu ile Pentekoste inaonyesha Kristo sasa ameketi, mamlaka yote yanakwenda kusalimishwa. Ndio maana Biblia ikasema kila goti litapigwa. Endelea kuja tuweze kusikia. Baada ya Pentekoste inakuja hizi 3 za mwisho: piga tarumbeta ya kwanza, kisha ya upatanisho ya pili, 3 ya vibanda. Na hiyo kwa sababu hiyo endelea tu kuweze kuelewa, na zote zinamhusu yeye mwenyewe. Sasa hebu sikiliza kidogo sasa. Sikiliza tu kidogo. Sasa ikiwa ndivyo ilikuwa inafanyika hapa ikiwa inafanyika vile, ndipo sasa twende uweze kuona kilicho kinafanyika katika dakika hizi zilizoko hapa katika somo hili, sehemu ya kwanza inayokuja na ujumbe huu, nyayo zinapokutana. Kulikuwa kwenye Walawi sura ya kwanza, ya pili, ya 3, ya 4, ya 5, ya 6. Ukipata nafasi, zile zote zinazungumza vile Mwisraeli mmoja mmoja anavyoweza kumkaribia Mungu kwa dhambi, kwa hatia, kwa shukurani, kwa nini. Ameeleza sadaka na aina za kafara mbalimbali. Zipo ilikuwa zinateketezwa, zipo ambayo kwa ni sehemu ya mnyama, na nyingine anakula na watu waliokuja kuabudu nao na nini. Zilikuwa tofauti. Ukipata muda nenda tu upitie, kwa sababu inahusu vile Mwisraeli mmoja anapomkaribia Mungu anamkaribiaje. Na kwa sababu hiyo amezungumza sana, na ameanza na namna ya kujitenga na dhambi. Na alipokuwa anazungumza kujitenga na dhambi, nimekuwa nikielezea alivyokuwa anaambiwa achukue mnyama, aende atakutana na kuhani pale kwenye ua wa kutania, alafu ataweka mikono. Ile neno kuweka manake ataegemea, sio kuweka namna hii, yaani unaegemea kiasi kwamba kama wakiondoa hicho ulichoegemea unaanguka. Kwa sababu ilikuwa ni kielezo kwamba egemea juu ya huyu atakayechukua dhambi zako. Kwa hiyo alikuwa anaegemea. 1, 2, alikuwa anatubu dhambi zake kuhani akiwa pale. Ndio maana wale wanaotubu dhambi mbele ya viongozi wa dini hawajajua ya kwamba hiyo ilikuwa inafanyika katika hema ya kutania, sio kwenye makanisa.
Makanisa hayana eneo hilo la kutubu mbele ya kiongozi wa dini. Usipoteze muda, chomoka hapo. Tawanyika mbele ya mtu huyo. Usipoteze muda. Yesu anasema ingia katika chumba chako cha siri. Baba yako akuonaye sirini atakujaza. Ndio maana watu wasiojua, Yesu alipokufa pazia la hekalu likachanika kwenye ile Mathayo 27 na kuanzia mstari wa 51 na kuendelea. Ile pazia likapasuka na Yesu alisema, "Ivunjeni hekalu hili nami nitalijenga kwa baada ya siku 3." Wanyoa wakafikiri ni hekalu mahali lijengwa kwa muda wa miaka 46. Wakasema, "Wewe una kichaa nini? Hili lilijengwa kwa miaka 46. Wewe unataka kulisimamisha kwa siku 3." Alafu Biblia inasema alisema hivyo akimaanisha mauti yake. Yaani alichokuwa anawaambia, huduma zote za hili hekalu zinahusu mimi, ndiye hekalu lenyewe. Na sasa sikiliza, ishara ni hii, ni uweni, halafu mtaona nikifa baada ya siku 3 na lisimamisha hekalu. Yanachokuwa nasema, kazi hii ya upatanisho niliyoiweka kwa wanadamu kupitia makuhani, wanafanya kwa ajili yangu, ni kwa niaba yangu, na mimi mwenyewe nimekuja. Siku ninakata roho, shughuli zitasimama, maana pazia la hekalu hapa duniani litakuwa limepasuka. Kazi itakuwa haiyofanyiki tena kwa kuhani hapa duniani, lakini wakati huo takuwa kaburini. Ijumaa kaburini, Jumamosi kaburini, mpaka Jumapili anafuka. Na aliwaambia, siku nikifuka, vunjeni hekalu hili, baada ya siku 3 nafufuka na alisimamisha. Alikuwa anasema hivi, simamisheni huduma za kikuhani kwa muda wa siku 3. Yesu alichokuwa anasema, ndani ya siku 3 huduma za kuhani zinasimama duniani, zinasimama na juu mbinguni. Wewe endelea tu kuhudhuria, uelewe siku 3 zilisimama, na kwa sababu zimekoma kama kielezo chake yeye mwenyewe, lakini mhusika mwenyewe yuko kaburini. Lakini akifufuka alisema, nitazisimamisha baada ya siku 3. Kwa hivyo alipokuwa anasema hekalu hii kazi yake imefikia hapo, ina maana huduma zote wanaoitwa makuhani hapa duniani, hatuna kiongozi wa dini mwenye jina la kuhani hapa duniani baada ya Yesu kufa. Wote ni sifuri zenye masikio. Hakuna kuhani, kwa sababu kuhani ni yule anayepatanisha watu na Mwokozi wao kwa damu, na Mungu wao kwa damu. Ndio maana hatuna leo dini yoyote ya Kikristo ambayo tuko nayo, madhehebu yoyote ya Kikristo wanaotoa kafara. Na ushahidi ya kwamba huduma ya kuhani kwa wanadamu ilishamaliza muda wake, maana wao walikuwa ni kielelezo cha Yesu kuhani mkuu, na alipokufa kazi ile ikaisha, maana yeye ni mwana kondoo na kafara zote za wanyama zilihusu yeye. Na kwa sababu hiyo hatuna hekalu moja, tuna makanisa 2. Hatuna kuhani, maana tuna Yesu kuhani mkuu. Ukitaka upoteze muda, nenda kwa viongozi wa dini, halafu uambiwe unaenda kutubu, unapoteza muda. Nenda ununue vandazi, tumia vitumbua kama una hela hizo, ule viazi mviringo, kuliko kupoteza muda hapo mbele ya kitubio. Nenda ujenge nyumba kwa ajili ya kuku, ufuge upate mayai, kuliko kwenda kwenye kitubio. Usipoteze muda. Sasa hivi hakuna kitubio, hakuna chochote, maana hatuna hekalu duniani, tuna kanisa. Na hatuna kuhani, tuna viongozi walioaminiwa na Yesu, kuwa wachungaji, kuwa mapadri, kuwa mashehe, kuwa sijui nani. Hao wote wanaitwa viongozi wa dini. Hao ni wanadamu ambao kazi yao ni kueleza neno la Bwana, lakini sio wapokee toba za watu. Wewe unaodanganya watu juu ya toba, wewe unaokatia watu akiwa pale wanatoba mbulie zako, wewe laiti ungelijua jicho la Mwokozi linakuona kama msaliti wa neema yake iliyofunuliwa Kalvari. Hacha uongo, maana ibilisi pekee ndio anayetudanganya. Watu wa Mungu wanahitaji wafahamu Yesu ndiye anayesubiri toba ya kila mwanadamu. Sasa usitembee na ile simu ya zamani ya kukolo kwenye call center. Unaenda kwa mhudumu wa simu, halafu anakuambia kaa kwenye benchi, halafu yeye anakuunganisha makao makuu Dar es Salaam. Dar es Salaam wanamtafuta yule aliyoko Zanzibar.
Baadaye anakuambia karibu fulani, simu yako hii hapo. Unaingia kwenye kibanda sasa, ndio wasema hujambo huko dada. Habari za huko ni nzuri. Huku mama anaumwa. Acha mambo hayo. Usipoteze muda. Wewe umeambiwa ingia tu, zungumza na Mwokozi wako na eleza haja zako na Yesu atakujaza. Hiyo ndio habari inayokuja hapo. Kwa hivyo kulikuwa makuhani wanahusika hiyo. Kwa hiyo walikuwa wakileta wanyama hao wote, damu inachukuliwa kama nilivyoeleza jana, maana yeye mhusika ndo anayekata shingo, na damu inachukuliwa kidogo na kuhani, kwa sababu ilikuwa ananyunyiza tu, kama ni ya kiongozi ama ni kuhani ndio ilikuwa inanyunyizwa, lakini wale wanadamu wengine wote wa Israeli ilikuwa inahusia tu pale kwenye pembe za madhabahu. Sasa hebu sikiliza kidogo. Na sasa alivyokuwa anafanya, ananyunyiza kama ni kuhani dhambi akifanya. Nimeweka hiyo Walawi sura ya 4 mstari wa 6 wa 7 na Walawi sura ya 4 mstari wa 17 hadi 18. Kuhani akifanya dhambi, yeye damu yake lazima ifike kwenye chumba cha kwanza. Na Mungu alikuwa anajali, hiyo ni kosa ambalo ni serious. Na lazima damu yako isiishie kwenye madhabahu, ifike mpaka chumba cha kwanza. Yaani kiongozi akitenda dhambi, dhambi ile ilikuwa ni serious mbele za Bwana. Serious sin. Dhambi ambayo haikuchukuliwa hivi hivi. Ilikuwa ni dhambi ambayo ni serious. Kiongozi wa taifa, kiongozi wa jamii, kiongozi ambaye ni kuhani, wote hao wakitenda dhambi, damu yao iliingia chumba cha kwanza. Na inazungumza kwa viongozi wenye dhamana kuongoza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika level zote za bunge, mawaziri, level zote za serikali kuu, level zote za mahakama, level zote, wakuu wa wilaya, wa mikoa, viongozi wa serikali, viongozi wa mahakama, judiciary, viongozi wa bunge, legislature, hao wote hao nenda mpaka ngazi ya chini, dhambi yao, kwa kosa yao, wakiishi maisha ya ufisadi, maisha yasiyostahili, maisha ya ufisadi, maisha ya ushoga, wanaotetea mambo yasiyofaa, kosa lao ni zito sana kwa Bwana. Endelea kusikiliza, kwa sababu dhamana uliopewa haujapewa na serikali ya Muungano wa Tanzania, umeaminiwa na serikali ya juu mbinguni. Ukisariti, mapigo yako ni makubwa sana, makubwa mno. Ndio maana alikuwa anaeleza habari hiyo. Kwa hivyo anaingia kwa kidole kimoja, sio viwili wala vitatu, alikuwa anachovya kwa kidole kimoja, na ananyunyiza mbele ya pazia ambako kuna madhabahu ya kufukiza uvumba ndani ya chumba cha kwanza. Akishanyunyiza mara 7 ndipo anatoka nje, halafu anainyunyiza pia kwenye madhabahu ile ya sadaka za kuteketezwa. Kwa hivyo ilikuwa ni mara 2. Sasa unaweza ukaona Waisraeli wote wanaungama na kutubu, viongozi wote walioungama na kutubu, akiwemo na kuhani. Ikiwa imefanyika hivyo, Biblia inaeleza ilikuwa ni mwendo wa dhambi kutoka nje kuingia katika hema ya kukutania. Ni mwendo wa dhambi kutoka kwa mdhambi kuingia kwenye hema ya kukutania. Kwa hiyo ukizungumzia toba, maana yake ni kutoka dhambi kwa wanadamu kwenda katika hekalu. Ukizungumzia maungamo, ukizungumzia toba, yani ni kuhamisha dhambi kutoka kwa wanadamu kuzipeleka katika hema ya kukutania. Na Biblia ilitueleza katika ile Waebrania 8 mstari wa 1 na 2, kuna hema huko juu mbinguni ambayo mwenye kubuni na kujenga ni Mungu mwenyewe, na Yesu Kristo yuko pale. Kwa hiyo unapoungama, usifikiri ile dhambi unayoungama inayeyukia bahari ya Hindi, inaenda ziwa Victoria, inaenda mto Naili, haipotei hewani. Hiyo sio spray, hapana. Kila dhambi na kila toba unayotubu na kuungama, uwe na hakika inaenda juu mbinguni, inaenda. Fuatana nami utaelewa. Lakini kuhani mkuu kwenye Walawi sura ya 16, na nukuu mstari ule wa 16, Walawi, mambo ya Walawi sura ya 16 mstari wa 16, naye atafanya upatanisho kwa ajili ya mahali patakatifu kwa sababu ya mambo machafu ya wana wa Israeli na kwa sababu ya makosa yao, naam, kwa ajili ya dhambi zao. Kwa hiyo na yeye naye alikuwa anafanya upatanisho. Na niliwaambia jana, alichukua ng'ombe, alichukua kondoo kwa ajili yake na mke wake na watoto wake. Alianza kwanza na familia yake. Halafu baadaye alichukua mbuzi 2 kutoka kwa mkutano, mmoja atakuwa kwa ajili ya Bwana na mmoja anaitwa mbuzi wa Azazeli. Halafu yule wa Bwana ndiye anamchinja. Damu yake ndio inampatia tiketi ya kuingia sasa katika hema ndani ya vyumba vile viwili ambapo pazia limeondolewa. Sasa ni room moja pekee, chumba kimoja pekee yake. Sasa ameingia kwa damu ile ya mbuzi kwa niaba ya taifa zima la Israeli.
Sasa sikiliza, yule kondoo aliyemchukua kwa watu pia ni kwa ajili ya kafara, sadaka ya kuteketezwa. Sasa anafanya kwa ajili ya upatanisho, kwa ajili ya mahali moja patakatifu, kwa sababu ya machafu ya wana Israeli na kwa sababu ya makosa yao, naam, kwa ajili ya dhambi zao. Sasa nini kinachosemwa hapa? Iko ndondoo, uone damu ilivyokuwa ikicheza hapo. Angalia vizuri, na nimeweka na mafungu ya kusaidia kurejea. Moja, damu ilikuwa inaanzia kifuniko cha sanduku hadi madhabahu ya nje. Yaani ile sikukuu ya upatanisho ambayo inafanya sikukuu hiyo ya upatanisho ambayo ilikuwa inafanywa na kuhani mkuu, damu inaangalia vizuri, anapokuwa amechukua ile damu ile, anaenda moja kwa moja mpaka mbele ya sanduku la agano na ananyunyiza kwa kidole. Tuliangalia jana upande wa mashariki wa kile kiti cha rehema na mbele juu ya mbele ya sanduku ya kiti kile cha rehema, mbele ya sanduku la agano. Sasa akiangalia makerubi wale ama Urimu na Thumimu. Kwa hivyo alikuwa damu, sasa angalia jinsi inavyoanza, inaanzia kwenye sanduku pale, alafu ndipo anatoka nayo. Anatoka anakutana ile pazia ambapo ilikuwa ni saizi ya hapo. Anatoka pale anakutana na ile madhabahu ya kufukizia uvumba. Hapa anatoka nje, anatoka hapo anaingia kule mpaka anapita mpaka kwenye madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa ambayo iko nje. Kwa hiyo siku ya upatanisho ni mwendo wa damu kuanzia pale kwenye sanduku la agano kutokea nje. Angalia vizuri. Kwa sikukuu zile huduma zote za kila aliyetenda dhambi kwa mwana Israeli ilikuwa ni kuanzia nje, mwanadamu mwenye dhambi anaileta katika patakatifu. Lakini kuhani mkuu kazi yake ilikuwa ni hii, anachukua dhambi kutoka patakatifu kuitoa nje. Kwa hiyo Waisraeli wanaileta katika patakatifu. Kwa sikukuu ya upatanisho dhambi inaondolewa na kuhani mkuu inatoka nje. Kwa hiyo ukisema hivyo ni kusema hivi, hekalu ama hema ilikuwa ni kama chujio. Leta dhambi ipite hapa kisha itoke, halafu Mwisraeli aweze kuwa salama. Sasa ni nini kwa kinafanyika? Angalia katika ile siku ya upatanisho, patakatifu palikuwa panasafishwa kutoka ndani kwenda nje. Kwa hiyo patakatifu panatakaswa tokea ndani kwenda nje. Toka chumba cha pili ingia chumba cha kwanza kisha nje. Dhambi inaingia kutokea nje, inaingia hapa kama ni ya kiongozi mpaka chumba cha kwanza. Lakini kwa vyovyote vile iko katika hema ya kutania. Kuhani mkuu akija kwa kumchinja yule mbuzi kwa ajili ya Bwana na kuungama kwa ajili ya haki na kumchinja na kuchukua ile damu, ameondoa ile dhambi, ameichukua ile dhambi. Sasa anasafiri nayo akiwa na ile damu yenye dhambi kwa taifa zima la Israeli mpaka kwenye sanduku. Ikishafika pale ananyunyiza kwa kidole upande wa mashariki mara 7 mbele ya ile sanduku mara 7, kisha anaanza kutoka mpaka mwisho wa kituo cha damu ni kwenye madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa kule nje. Kwa lugha nyingine ni kusema hivi, maovu hutoka kwa wanadamu hadi patakatifu kuelekea kwenye sanduku. Sikiliza, dhambi zote zilizoungamwa haziishii kwenye ua ya kutania, haziishii kwenye madhabahu, maana zitaondolewa ile ya sadaka ya kuteketezwa, zitachukuliwa na kuhani mkuu. Haziishii chumba cha kwanza, hazijafika. Kila dhambi iliyoungamwa lazima iende kwenye sanduku ambayo juu yake kuna kiti cha rehema, mara ambako nyayo za kuhani zinakutana na huyu mzee wa siku. Sikiliza, jioni ya leo lazima nyayo zikutane. Hakuna dhambi yoyote itakayoambiwa imeondoka mpaka kwanza dhambi ya mtu huyo ikutane na Muumbaji wa mbingu na nchi, Baba wa milele. Na safari hii sio kuhani mkuu ambaye anaitwa Aheri, wala sio yule anaitwa Phineas, wala huyu sio yule anaitwa Haruni, wala huyu sio anayeitwa Eliasari, wala huyu sio waliofuata. Safari hii ni yule anaitwa kuhani mkuu, Bwana na mfalme wa milele. Safari hii Yesu Kristo ambaye nyayo zake uso kwa uso zinapokutana na Baba aliyemtuma. Sasa mkononi mwake ana damu, na ile damu aliyo nayo ni damu ambayo ni wewe na mimi, iko ndani ya damu yake aliyomwaga, ambayo kwa sababu hiyo akiwa anafika pale, nyayo zinapokutana
Angalia kinachofanyika kidogo. Hii ndio nilikuwa nakueleza. Hii sehemu ya juu ya kwanza inakuonyesha mwendo wa dhambi. Damu ndiyo ina dhambi, kwa hiyo inatembezwa na kuhani kutoka nje kuingia ndani. Kule mwanzoni ni kile kiboksi cha kwanza, ndio unakiona hapo, ndio madhabahu. Inayofuata ya mduara, hiyo ni birika la kuogea. Alafu mbele ndipo unaingia chumba cha kwanza. Ile iliyokaa kama mishare pale, alafu tawi moja huko juu ni 7, kinara cha taa 7. Alafu ile mkabala na kama kaboksi, ile inaitwa mkate, meza mikate ya onyesho. Mbele yake kidogo kuna mshare kutoka kwenye moja. Hapo ndipo alipokuwa anaishia kuhani wa kawaida. Na hilo ndio ni madhabahu ya sadaka ya kufukiza uvumba. Yaani kufukiza uvumba. Halafu ule mstari unaokata pale ndio pazia. Ukivuka hapo unaingia kwenye sanduku la agano. Lakini ile boksi ya chini, hapo unaona dhambi inatembea kutoka ndani kwenda nje. Utaona kwenye sanduku la agano nimeweka namba 1. Halafu anatoka nje kwenye pazia huku namba 2. Kisha anavuka anaingia namba 3, madhabahu ya kufukiza uvumba. Namba 4 yuko katikati ya meza pamoja na kinara cha taa 7. Kisha anatoka, unaona lile birika bezini. Kisha anaenda namba 5, namba 6, damu ilikuwa inaishia kwenye madhabahu ya sadaka za kuteketezwa. Ikitoka hapo kwa Azazeli. Endelea kuhudhuria, tutakuja kuelewa. Hicho ndicho nilikuwa naeleza hapa, nilikuwa kinafanyika pale. Sasa nikupatie sasa kitu hiki cha pekee. Huo mwendo wote wa damu, ni kitu gani kinafanyika? Kuna kitu zetu tunakifahamu sana, kinaitwa msamaha. Ila nataka ujue, huu msamaha ni kitu gani? Naomba sasa uketi vizuri kabisa usikilize. Ni kitu gani kinaitwa msamaha? Yaani huu msamaha lazima kwanza kafara ifanyike, halafu ile damu iende, halafu tunasema ni msamaha. Angalia Wagalatia 2 mstari wa 16. Hadi tukijua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani ya Kristo Yesu. Sisi tulimwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo, wala si kwa matendo ya sheria. Maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Sikiliza anachokisema hapa. Sisi tulimwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo. Kwa imani ya Kristo pekee. Yaani hapa anachokisema kuhesabiwa haki ni kauli ya kisheria. Judiciary statement. Kauli ya kisheria. Kama ukitaka uifahamu, yani wewe na mimi unapomkiri Yesu, unapomwamini Yesu kwamba Yesu ni Bwana Mwokozi wangu, umesema yafuatayo: mimi ni mdhambi na ninastahili kifo. Ninashukuru kwa mbadala ambao Mungu ameweka kwa Yesu Kristo aliyekufa kwa niaba yangu, maana mimi siwezi kujiokoa. Na kwa sababu hiyo ninapokea kifo cha Yesu kuwa pekee stahili yangu. Na ndiyo maana ikaitwa neema. Neema ni wema wa Mungu kwa asiye stahili. Kwa hiyo yeyote anayosema namwamini Yesu, namkiri Yesu, maana yake mimi ni mdhambi, 1, 2, ninastahili kifo, 3, siwezi kujiokoa, 4, napokea alichofanya Mungu kwa niaba yangu. Kipi? Aliniokoa kwa kufanyaje? Kwa kufa, alafu akanitoa dhambini. Kwa hivyo ninaposema naamini, ninaamini kwa imani kwa Yesu. Yaani kwa sababu hiyo ndipo unasikia unahesabiwa haki. Yaani ukishamwamini Yesu tu ya kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wangu, na Yesu alisema katika kitabu cha Marko 16:16, kwa maendeni ulimwenguni mkawafanye mataifa, wahubiri mataifa yote, kila aminie na kubatizwa ataokoka. Naomba usikize vizuri, asemi ya kwamba ameokoka. Sikiliza, ataokoka. Ndio maana zile kauli ambazo sikia, nimeokoka, nimeokoka, hebu endelea tu kuja uonewe. Maana mchakato wa kuokolewa hauishii kwa kumkiri Yesu na kubatizwa. Weka macho yako juu mbinguni, uendelee kuweza kuona kinachoendelea. Maana pale Calvary ilikuwa ni hatua ya kwanza, ni phase 1 hiyo. Ni hatua ya kwanza ili wanadamu wakiri kwamba kafara ya Yesu imetosha kutuokoa. Kwa hiyo unapomwamini Yesu ndipo unaingia hapo, unapumbatiwa kwa sababu umemkiri Yesu. Sasa hapa ndipo unasikia anapata msamaha. Kwa hiyo dhambi ziliondolewa kwa awamu kuu mbili. 1, utakaso wa mdhambi. Yule anayekiri, yule anayeamini, yule anayetubu anapata msamaha, anapata ondoleo la dhambi.
anapata kuhesabiwa haki. Hiyo ndio maana yake. Hiyo ni hatua ya kwanza ya uondoaji wa dhambi. Sikiliza vizuri. Wewe na mimi leo hapa Kizota, wewe kule popote ulipo, unapomwamini Yesu hata jioni ya leo kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi, unapata hatua ya awamu ya kwanza ya ondoleo ya dhambi. Hiyo inaitwa unahesabiwa haki. Na hiyo maana yake mbele ya sheria wewe umepokelewa kama vile hujatenda kosa lolote mbele za Bwana, si kwa sababu ya matendo yako, maana tumesoma Wagalatia hiyo 2:16, ila kwa imani katika Yesu Kristo. Kwa tendo alilofanya Yesu Kristo, hilo ndio lilofanya mbele ya mahakama ya mbinguni uhesabiwe haki. Hiyo ni hatua ya kwanza. Lakini hatua ya pili, hii ni utakaso wa patakatifu, ambayo ndio inaitwa siku ya upatanisho, iliyokuwa inafanywa na kuhani mkuu. Na ametumia neno hili, angalia Walawi 16:30. Kwa maana siku hiyo upatanisho utafanywa kwa ajili yenu ili kuwatakasa, nanyi mtatakaswa na dhambi zenu zote mbele za Bwana. Hiyo ni Walawi 16:30. Mtatakaswa. Sasa ngoja nikupeleke uangalie maneno hayo. Lile la kwanza la kusamehewa, hatua ya kwanza, neno linatumika ni salah. Salah, neno la Kiebrania utaliona hapo. Ni ile hatua ya kwanza ya msamaha ambao unaipata. Na sasa ngoja niwaambie cha pekee. Hilo neno salah ni kitenzi kinachotumiwa na Mungu pekee. Watu hawaelewe kitu hiki. Ngoja kidogo nisaidie jambo hili kuweza kulifahamu. Kuna vitenzi katika Biblia ambavyo vinatumika na Mungu pekee. Moja ni bara. Ndio unasikia hapo mwanzo Mungu aliumba. Kile kitenzi aliumba linaitwa kwa Kiebrania bara. Bereshith bara Elohim. Hilo neno bara, uumbaji unaotajwa pale sio wa kibinadamu. Ni Mungu anayeweza kuleta vitu bila kutafuta material yaliyotangulia. Anavileta katika utupu, vinakuwepo. Inaitwa bara. Na halitumiki kwa mwanadamu yeyote chini ya jua, maana mwanadamu hana uwezo huo. Akitengeneza gari lazima atafute material, akitengeneza nyumba lazima atafute material, akishona nguo lazima atafute material, achukue kwenye pamba, afanye process mchakato wake, apate nyuzi na nini, ametafuta material. Mungu ndiye anayeleta vitu ambako hakuna material, na anayaleta bara. Na hilo neno salah ni kitenzi kinachotumiwa na Mungu pekee katika Biblia. Unaposikia kwamba Mungu ametusamehe, unaposikia na Mungu ni mwasamehe watu kama Mungu anavyosamehe, usichanganye. Wewe unavyosamehe si kama kile kitenzi cha salah. Kile kitenzi kinatumiwa na Mungu pekee, ndiye anayeweza kutoa huo msamaha. Hiyo ni ofa ya Mungu ya kisheria katika mahakama inayotolewa na ukaonekana una haki. Sio hii ya kumwambia nimekusamehe dada, nimekusamehe kaka. Hiyo sio judiciary statement. Yaani hii ni kitenzi cha kisheria katika mahakama ya mbinguni, na haipatikani katika mahakama za dunia, wala jaji wa dunia hawezi tumia kitenzi hicho. Ni Mungu wako na Mungu wangu pekee. Hiyo ndio inayotajwa pale katika Ibrania sura ya 9 na ule mstari wa 9, na hapa na nukuu na Ibrania 10 mstari wa 4 hadi wa 6, ambapo ndio mfano wa wakati huu uliopo sasa. Wakati huu sadaka na dhabihu zilitolewa zisizoweza kwa jinsi ya dhambi kumkamilisha mtu anayeabudu. Haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Dhabihu na toleo hukutaka, sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi hukupendezwa nazo. Yaani Mungu wakati anamwambia leteni kafara, hakuwa anapendezwa wala hakuzitaka wala haziwezi kumkamilisha anayeabudu, ila ilikuwa ni kielelezo cha kufundishia kuna damu itakayotolewa ambayo ni ya Yesu Kristo. Na hii ndio maana nikasema kama Mungu hakupendezwa na damu za wanyama, damu za makisai, damu za mbuzi, damu za kondoo, wewe una kitu gani cha kutoa ili Mungu apendezwe nacho? Una kitu gani? Wengine wakitoa hela za kutosha wanajisikia wamekubaliwa na Mungu. Hizo ni takataka. Mungu apendezwe nazo, haziwezi kukamilisha katika ibada yako. Yaani hazina maana ya kukutangaza ya kwamba umekubaliwa, isipokuwa damu ya Yesu pekee. Sio vitu unavyotoa, maana hata hivyo sio vya kwako. Bado ukivitoa havikustahilishi mbele za Bwana. Kinachokupatia stahili kafara ya Yesu. Ndio maana dini zote wanaomwacha Yesu nje watakuwa wakitwanga maji kwenye kinu.
Yaani dini zote duniani hapa zisizo na Yesu ndani hawatakubaliwa. Hata wangelifanyaje, hata wangelikesha katika nyumba za ibada, hata wangelifunga kwa siku na miaka, hata wangejitoa kwa ujenzi wa mahekalu, hata wangejifanya na hiki na kile, hawatakubalika kwa utendaji wao wowote isipokuwa damu ya mwana kondoo Yesu Kristo, na Yesu Kristo pekee. Hicho ndicho ambacho neno la Mungu linaweza kukieleza. Na kwa sababu hiyo inakuwa sehemu ya pili sasa. Awamu ya pili ya utakaso. Awamu ya pili ya utakaso hii ilifanyika, ndio lile fungu tulilosoma kwenye Walawi 16 mstari wa 30, ili watakaswe wote. Lile neno lililotumika pale kwa Kiebrania ninaliweka pale sio kwa sababu yoyote ile, ili uweze kujua tofauti ya kusamehewa kwa ule mmoja mmoja anayetoa damu katika hema ya kutania kwa niaba kwa ajili ya Kristo. Ile ni neno tofauti, salah. Lakini hili la kutakasa linalotumika sikukuu ile ya upatanisho linaitwa tehar. Tehar, hilo neno linalotajwa pale, hilo neno sikiliza, ndio linalozungumzia kutakaswa. Unaposikia kutakaswa katika ile sikukuu ya upatanisho, sikukuu ya utakaso, kitenzi kinabadilika. Lile neno lina maana ya kusafisha tabia. Sikilizeni jioni ya leo. Lile la kwanza kwamba mtu amekuja, ameweka hapo, ameungama juu ya yule kondoo, juu ya yule mbuzi, juu ya yule ng'ombe, juu ya yule njiwa, damu amechukua. Baada ya kuchinja, kuhani ameenda kufanya hiyo. Anapofanya hivyo, anaondoka amesamehewa. Kitenzi kinachotajwa pale sio hii tehari, ni ile saraha. Saraha inayotajwa pale ni ule msamaha ambao ni wa kisheria katika mahakama ya mbingu, zinapomweka mtu astahilishwe mbele ya sheria ya Bwana, mbele za ufalme wa mbinguni, kwamba huyu amestahili. Lakini inapokuja hii Yesu ambaye tunasema ni kuhani mkuu, katika hema inabadilika kitenzi, inakuwa ni hiyo tehari. Hiyo neno tehari ambayo inamaanisha safisha tabia, moral cleansing, safisha tabia. Hiyo ndio inayofanyika. Kwa hiyo sikukuu ya upatanisho ilikuwa inashughulika na kusafisha tabia. Hapa naomba usikilize vizuri sasa. Kwa nini nimeweka pale neno rekodi? Sikilizeni watu wa Mungu, sikilizeni. Katika Isaya 43 mstari wa 25 na 26, neno la Mungu linasema, mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako. Unikumbushe na tuojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Naam, mimi ndimi niyafutaye makosa. Sikiliza sasa, kwa nini anasema hivyo? Angalia vizuri. Hata Zaburi ya 51 mstari ule wa kwanza, Daudi alipokuwa anaungama, sikiza anachosema. Anasema, Mungu unirehemu sawa sawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako, uyafute makosa yangu. Nataka uone neno kufuta makosa yangu. Na pale Mungu anasema mimi ndiye nayefuta. Nataka ujue hivi, kufutwa kwa dhambi kunafanyika siku ya tarehe 10 ya mwezi wa 7 kwa kalenda ya Kiebrania, Yom Kippur, siku ya utakaso, ambayo neno tumika pale ndio niliokueleza pale, siku ya kubadilisha tabia kimaadili. Nisikizeni jioni ya leo, katika wote wanaosikia, ukisikia nasema Mungu amefuta, usifikiri ya kwamba amefuta ulipoungama. Sikiza vizuri, ulipoungama dhambi haikufutwa, ila dhambi yako ilienda hekaluni kwa kuamini damu ya Yesu Kristo. Dhambi haifutwi kwa mimi kutubu, kwa mimi kuungama. Dhambi inafutwa kwa huduma ya kuhani mkuu. Ndio maana wale wanaotengwa ushirika na imani katika kanisa, wanapoondolewa ushirika, wengi wanafikiri ya kwamba wamefutwa mbinguni. Hapana, wamepewa kusaidiwa, wafikiri ya kwamba wamechotwa na Ibilisi, warudi tena miguuni pa Kristo, waungame, wakiri kwake, maana wamechafuka. Sio kwamba wamefutwa mbinguni. Hapana, mbingu zinafuta dhambi kwa huduma ya kuhani mkuu pekee. Sio kikao cha kanisa, sio tamko la askofu, sio matakatazo ya padri.
sio ya mchungaji wala kardinali. Dhambi inafutwa kwa huduma ya kuhani mkuu. Na ilikuwa mama Israeli akija hekaluni ametoa, yani anapoondoka baada ya huduma ya kuhani wa kawaida amesamehewa. Ni kweli amesamehewa, ila haijafutwa, isipokuwa dhambi zake zimeenda hekaluni, zinasubiri Yom Kippur, sikukuu ya upatanisho, huduma ya kuhani mkuu. Kwa hivyo kila aliyetubu zilibaki hekaluni, kila aliyeungama zilikuja hekaluni. Anaambiwa amesamehewa, lakini amesamehewa lugha yake ni hivi: amehesabiwa haki, justification by faith. Amemwamini Yesu akahesabiwa haki. Kwa hiyo anaondoka, ila hazijafutwa, zimeletwa mbele za Bwana. Ndio maana Yesu alipokuja mbele za Baba, nyayo zinakwenda kukutana. Kuna hati, katika hati kuna makabidhiano pale ya nyaraka, na hapa kuna waraka ambao umesomeka damu ya Semba na damu yako wewe na damu ya watu wa Kongo na damu ya wale Warundi na damu ya wale Wanyarwanda na damu ya Wazambia na damu ya watu fulani. Hapa kuna nyayo yenye matumaini. Hatimaye ina document, ina waraka ambao wewe na mimi baada ya kuungama na kutubu, Yesu ameibeba na uso kwa uso kwenye kiti cha rehema. Ni mpaka ifike pale. Na ngoja niwaambie siri ya pekee, yaani kuhani mpaka ainyunyize pale, damu lazima iguse kwenye kiti cha rehema pale alipoketi Baba. Kesho utakuja kuelewa mambo yanayofanyika. Lazima, kwa sababu ubadilishaji wa tabia, kwa sababu usafishaji wa maadili unafanywa na huduma ya kuhani mkuu. Kuhani mkuu pekee. Na angalia anavyoeleza kitu hiki cha pekee. Kwa sababu hiyo ndio maana amesema ya kwamba ilikuwepo kumbukumbu ilikuwepo. Ndio maana dhambi zao ameeleza kwenye ile Waebrania sura ya 10 ule mstari wa 3, anasema kila walichokuwa wanafanya na maungamo, kumbukumbu ilibaki. Angalia Waebrania 10 mstari wa 2 hadi wa 3, na hapa na nukuu: kama ndivyo, je, dhabihu hazisingekoma kutolewa? Kwa maana waabuduo wakisha kusafishwa mara moja wasingejiona tena kuwa na dhambi. Lakini katika dhabihu hizo liko kumbukumbu la dhambi kila mwaka. Kwa hivyo Mwisraeli alijua ya kwamba huduma yangu ya kuungama na kutubu mbele za Bwana, na kuhani akachukua ile damu ama huduma iliyofanyika pale kwenye madhabahu, maana yake amejisalimisha, dhambi yake yuko pale, na yeye akienda nyumbani amehesabiwa haki, ila kumbukumbu ipo ya dhambi yake. Kwa hiyo ni kuhani mkuu pekee aliyekuwa anaichukua ile kumbukumbu, ile waraka, ile rekodi, alafu aikutanishe na mzee wa siku uso kwa uso. Pale ndipo dhambi zilikuwa zinafutwa. Pale ndipo dhambi inafutwa. Huwa nikisikia mtu mmoja anasema utusamee dhambi zetu, halafu utufute dhambi, majina uandike majina yetu, halafu utufute kwenye kitabu hiki na kile. Hebu endelea kuja tu rafiki yangu. Unajua huyo Mungu lazima awe mchungaji Semba ambaye anaagizwa futa na yeye anafuta. Unajua kuna wakati unamfanya Mungu kuwa mwanadamu, hasa unapokuwa umeshiba wali maharage. Mimi wanashangaa sana. Mtu mzima amekuja hapa anamwambia Mungu sasa ufanye hiki na kile. Sikiliza vizuri. Daniel ni rahisi kunukuu kwa upande wa mbona alisema hivi, uniafute makosa yangu. Hivi ngoja niwaambie, unaelewa nini alikuwa anakisema? Daudi alijua dhambi zilifutwa kwenye siku ya upatanisho. Na ngoja niwaambie alichokuwa nakifanya, maana ninaweza kufikiri ya kwamba Daudi alikuwa anamkumbusha Mungu. Sikiliza, pale unapokiri Yesu ni Bwana na Mwokozi, maana yake umejisalimisha kwake. Kinachoendelea pale tayari amebeba faili. Yaani saa hiyo sio kazi yako umwambie peleka. Yaani kitendo cha kukiri Yesu ni Bwana na Mwokozi wangu, maana yake umejisalimisha kwake. Maana yake Yesu, mimi nategemea kafara yako, nategemea damu yako pekee. Kwa hivyo hii sasa ni kazi yake mwenyewe. Ndio maana dhambi zinakuja hekaluni kwa kila anayetubu, kwa kila anayeungama. Ndio maana usipokiri na kuamini, hakuna namna yeyote ya kuhamisha dhambi kutoka kwako kwenda kwa Yesu. Dhambi zinatoka kwetu kwa njia ya kutubu, kwa njia ya kuamini. Ndio maana usipoungama, usipotubu, usipokiri, Yesu hana namna ya kufanya.
maana hawezi kukunyang'anya, hawezi enda kinyume na ufikiri wako. Lazima uje mwenyewe, uingie hekaluni pale chumbani, hema ya kutania, utuungame dhambi yako, uchinje mwenyewe, kuhani afanye huduma. Yani uje kwa hiari yako mwenyewe, utoke nyumbani kwa hiari yako mwenyewe, uchukue hatua kwa hiari yako mwenyewe. Yesu hawezi lazimisha. Ndio maana Ufunuo 3:20 anasema, nasimama mlangoni nabisha, mtu akisikia sauti yangu afungue moyo, nitaingia. Yani wewe unayenisikia ndiye una hatima, ndio una hatima, niokolewe ama nisiokolewe. Yani ni uamuzi wako, ni uchaguzi wako, na mbingu zinaheshimu mno uamuzi wako. Ila nataka ujue hivi, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanao, ili kila aminie, kila anayetubu, kila anaungama asipotee. Hiyo ndio kusudi la mbingu. Na kwa sababu hiyo, siku ya upatanisho, Yesu anapokuja anakutana na mzee wa siku akiwa na nyaraka ambayo kila pale kuna maandishi, kuna majina anayo, kila kitu kipo. Yeyote anayeungama pale, jina lako liko kwa Yesu. Nakumbuka nikiwa primary mwaka wa 86, wakati huo nikiwa darasa la 6, nakumbuka vizuri, mkuu wangu wa shule ya msingi alikuwa anaitwa Mwalimu Abdalla Station. Yule alikuwa ni baba amepanda juu, alafu maji ya kunde yaliyokolea, mwenye sauti kama simba anayenguruma. Na shule yetu niliposoma kule Bunda ni karibu na mlima. Alikuwa akizungumza mpaka unasikia na mwangwi. Siku hiyo unajua hali sio tete, na kama sio tete sio shari. Na kwa sababu hiyo mimi nashukuru Bwana alikuja kunigeuza baadaye, maana nilikuwa naenda na komea njiani, wakitawanyika wanafunzi na mimi natawanyika. Jamani, kwa kweli hii dunia nayo ina vituko vyake. Kwa hivyo wakitawanyika na mimi natawanyika. Natoka nyumbani lakini sifiki shule. Wanitawanyika, mimi natawanyika. Sasa ilipokuwa imeonekana wanaoshindikana sana ndio walikuwa kesi zao zinapelekwa kwa mkuu wa shule. Mkuu wa shule akishakuwa na jina, yeye alikuwa hana shida. Anakuambia hivi, sikiliza, mimi nakupiga viboko kadhaa. Sasa wewe ukiona vimezidi, chomoka. Chomoka utimue mbio. Na kweli alikuwa akishusha viboko umerara, unasikia makalio yote yanawaka moto. Hata kama umejaradia, sijui alikuwa na calculate vipi. Yaani alikuwa na fimbo zake zimekokotoa perpendicular, zina gain momentum, zikishuka unasikia kama nyama za makalio zinaachana. Na kwa sababu hiyo akapiga ya kwanza, akapiga ya pili, na zinatakiwa zifike 7. Ilipofika ya 3 nikasema asiendelee, nikachomoka. Halafu yeye akasema, chomoka Semba, chomoka. Kwa kuwa bado jina lako ninalo, wewe kimbiza tu mwili. Yani jioni ya leo, yani sikiliza ndugu zangu, ukishaungama kwa Yesu, uwe na hakika jina analo. Utakuwa hapa Kizota, jina analo. Utakuwa pale Shinyanga, jina analo. Utakuwa pale Dodoma, jina analo. Dar es Salaam, Moshi, Kilimanjaro, Tanga, kule Pwani, Zanzibar, Unguja, Pemba kule, jina analo. Usitetemeke, jina analo. Ukishaungama, jina analo. Kule South Sudan, jina analo. Ukifa, jina analo. Choma moto, jina analo. Ukifanya hiki, jina analo. Usiku wa leo, hata ukifa atakuwa amebaki na jina. Jioni ya leo, kokote mliko, wanaosema Yesu, naleta jina langu, sajili maisha yangu, weka kwenye kitabu chako. Unapofanya hii tukumu ya kusafisha dhambi, kwamba ukafute dhambi yangu katika siku hii ya huduma ya upatanisho, ondoa dhambi, nihesabie, badilisha tabia yangu. Simama pale ulipo jioni ya leo, simama. Mtumishi wa Mungu ataomba kwa ajili yetu. Na jioni ya leo uko ubatizo, watu ambao wanakwenda kubatizwa kwenye vituo kule kokote waliko, tembeeni tu jioni ya leo, tembea jioni ya leo, watembeeni tu. Lakini wakati huo wale watoto wa Mungu ambao kwa kweli jioni ya leo wanasema, Yesu asante, sipasi kuogopa kifo, sipasi kuogopa vita, sipasi kuogopa masengenyo wala fitina, kwa sababu moja tu, ukishampa Yesu jina, uwe na hakika tumaini linaloleta faraja. Jina Yesu analo. Kimbia pale ulipo ukiwa unahitaji faraja hiyo, unahitaji tumaini hilo kwa ajili ya ubatizo jioni hii ya leo. Usiteseke ndugu yangu mlioko magerezani kule, mlioko pale, usiteseke, maana umempa Yesu jina. Ana jina, yeye ataenda kwa mzee wa siku na atatamka pamoja naye, na dhambi zako zitafutwa. Mkononi mwake liko jina.
Tembeeni jioni ya leo kwa ajili ya ubatizo. Lakini wakati wengine wanakuja kwa ajili ya ubatizo, wako wale ambao wanakuja jioni ya leo ambao wanahitaji maisha yao ya hatia, maisha waliofanya huko nyuma, wanasononeka walivyoishi. Kumbe Yesu wanapoungama na kutubu, anabaki na jina na atazifuta hizo. Na wao pia wanasema nasi tunatembea. Tembeeni jioni ya leo. Hebu tuombe wakati mnakuja kwanza kule kwenye vituo na hapa. Baba, asante jioni ya leo kwa watoto wako wanaotembea, ili waondolee hatia ya maisha walioishi, na wawe na ujasiri mikononi mwako, ni washindi katika jina la Yesu Kristo, amina. Tembea kwenye vituo, endelezi.